Bila shaka turegelee taarifa yetu kuu leo hii ambapo maandamano ambayo yalikuwa yanatarajiwa kuandaliwa leo hii hayakufanyika. Sababu zimekuwa mbalimbali, lakini mwanahabari wetu Daniel Kariuki amekuwa pale katikati ya jiji na sasa nataka niungane naye aweze kutufahamisha hali imekuwaje katikati ya jiji la Nairobi, hususan kutokana na maandamano hayo ambayo yalikuwa yametarajiwa kufanyika kutokana na ile kupanda kwa bei ya mafuta humu nchini Kenya. Na bila shaka ulivyosema, tuko katika eneo la kibiashara la Nairobi ambapo kulitarajiwa kufanyika maandamano, lakini kulikuwa na matukio kadha wa kadha. Waandamanaji kadhaa waliokuwa wamefika hapa wakifanya maandamano, lakini maafisa wa polisi kutowatawanya na kukamata baadhi yao na kuwapeleka katika kituo cha polisi cha Central. Kulingana na mkuu wa polisi katika kaunti ya Nairobi ni kwamba zaidi ya watu 11 wameweza kukamatwa na wanazuiliwa katika kituo hicho cha polisi cha Central. Walikamatwa wakati ambapo walikuwa wakijaribu kukusanyika katika eneo moja ili waanze maandamano yao. Kulingana na maafisa wa polisi ni kwamba walidai mkutano huo haukuwa umeruhusiwa na kwamba ilikuwa ni kinyume na sheria. Hata hivyo, waandamanaji hao walikuwa wamesisitiza kuwa lazima waendeleze maandamano hayo, ila hayakufanyika haswa baada ya kukamatwa na kuweza kutawanywa. Basi walikuwa wakidai kwamba gharama ya maisha ilikuwa ikipanda. Tumekuwa tukifuatilia na pia baadhi ya duka zilikuwa zimefungwa kutokana na maandamano hayo ama vuta ni kuvute hiyo ambayo ilikuwa ikionekana hapa katika eneo hili la kibiashara. Sheria inaruhusu ndio, lakini hiyo under Public Order Act iko nidhamu. Hiyo nidhamu haijafuatwa. So long as that nidhamu haijafuatwa, we'll deal with you. Na uchumi iendelee, amani iendelee, kila kitu iendelee sawa. There's nothing to worry. Tutazidi kufuatilia na kuhakikisha kwamba tunamfahamisha mtazamaji namna hali imekuwa na jinsi ambavyo siku itakavyo kuwa kuhusiana na maandalizi ama kuhusiana na maandamano hayo ambayo yalikuwa yametarajiwa kufanyika siku ya leo. Tarejesha kwako studioni. Shukran sana Daniel Kariuki kwa kuweza kutufahamisha hali ilivyo katikati ya jiji la Nairobi na serikali